Nani mwingine wa kuabudiwa kama wewe? Hayupo wa kufananishwa na wewe Bwana. Riba sanda raba korobo sakaraba shata. Tunakuabudu e Bwana, tunakutukuza e Bwana. Riba sanda raba korobo saka. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. Kwa sauti tena, wewe ni mfalme, mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Ongeza maiki za waimbaji. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. Mwambie kwa sauti Bwana. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Tumwambie wote, Yesu tawala, Yesu tawala, Yesu tawala, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. Inua mikono juu, mwambie Bwana kwa sauti. Wewe ni mfalme, mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Kanisa wote tuinue mikono juu kwa Bwana. Inua mikono juu, funika macho yako. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, na jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Raba korobo sanda raba saka. Salama oni, ni salama oni, salama salama, ni salama. Kwa sauti mwambie salama, ni salama. Tumwambie kwa sauti salama,
salama Lord. Oh, mwambie tena kwa sauti. Salama. Hello. Raba shanda raba korobo. Reba sherererereba. Salama. Hello. Salama. Weka tu mikono kwa Bwana. Baba yangu uliye mbinguni, naomba unigange moyo, uniponye afya yangu Bwana, na Roho wako Bwana nijaze. Ni kweli Bwana wewe ni mkuu, uweza wako ni wa ajabu, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana wewe ni mkuu. Ni kweli Bwana wewe ni mkuu. Tumwambie wote, uweza wako, matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana wewe, kwa kweli Bwana. Kwa sauti mwambie, kwa kweli Bwana, kwa kweli Bwana wewe ni. Inua mikono juu wote, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, jioni ya leo, sema jioni ya leo nimefungua moyo wangu, niko tayari e Bwana, useme na maisha yangu, useme na moyo wangu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema Yesu, niko tayari, unifungue leo kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema amen. Shangilie Yesu kwa vigelegele. Haleluya. Naomba uketi kwenye upo Bwana. Niombe fundi mitambo, weka microphone vizuri. Iweke microphone vizuri, tuna kazi kubwa leo ya kufanya. Sauti zetu sizije zikaishia hapa Mafinga. Pigie makofi fundi mitambo anapoweka microphone vizuri. Inua mikono juu, mpigie makofi. Unajua tukimtia moyo atafanya vizuri. Basi chukua kalamu na daftari. Chukua kalamu na daftari. Tupate nafasi ya kutazama mambo machache, alafu tuweze kuingia kwenye maombi jioni ya leo. Mpe mkono wa kushoto na wa kulia, mwambie Bwana asifiwe. Mwambie ninakupenda na mwalimu anakupenda. Mwambie na Yesu anakupenda. Alafu mwambie mwa. Kama umekaa na mke wa mtu au mume wa mtu, hiyo kesi haituhusu. Bwana Yesu asifiwe. Niombe wahudumu tupange watu. Kuna watu wamesimama kule na kuna baadhi ya viti humu katikati bado havina watu. Kwa hiyo wale wahudumu tulioko hapa tuwaongoze watu, tuangalie viti ambavyo havina nafasi.
ili tuhakishe watu wote wamekaa. Kuna viti naona kuna kimoja hapo umemwekea mtu. Kuna kiti kingine tena pale. Kwa hudumu tufanye hiyo kazi ya kuangalia viti ambavyo viko wazi. Kama mtu amemwekea mtu na amechelewa, aliyewahi akae, ili huyo aliyechelewa kesho na yeye awahi. Basi funika macho yako niombe. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya semina hii ya umoja wa makanisa, na asante kwa neema hii ambayo umetupa Bwana kwenye nchi hii, kwamba tofauti pamoja na tofauti za makabila, za madhehebu tunayotoka, lakini bado unatupa neema ya kukaa pamoja na kukuabudu wewe. Jina lako linahimidiwa na kuhubiriwa miongoni mwa ndugu na jamaa ambao Bwana tunatoka makanisa tofauti na makabila mbalimbali, lakini umetukusanya kwa neema yako. Na asante kwa neno lako kwamba ulitununua watu wa kila kabila na lugha na jamaa, ukatufanya kuwa na lugha moja na taifa moja, ukatufanya kuwa makuhani na wafalme mbele zako. Nasi tumekusanyika mbele zako Bwana ili kuumega mkate pamoja. Jina lako nalihimidiwe na jina lako nalitukuzwe. Endelea kututunzia jambo hili Bwana na neema hii. Endelea kututunzia umoja wa kitaifa na umoja wa madhehebu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili na wakati mwingine tena tukusanyike kama hivi mbele zako kwa ajili ya kuumega mkate. Na asante kwa ajili ya viongozi wa makanisa mbalimbali ambao wengine wako hapa na wengine wanajua kwamba semina hii ipo na inaendelea, na wametoa kibali na kuruhusu tuweze kukusanyika namna hii Bwana. Na kipekee asante kwa ajili ya baba yetu askofu ambaye yuko pamoja nasi tena jioni ya leo, akiwakilisha wale viongozi wengine wa makanisa mengine Bwana. Mungu, tunakutukuza. Jambo hili si la kawaida kwetu. Tumelipokea kwa moyo wa shukrani na kwa moyo wa unyenyekevu, na neno lako linasema katika shukrani kuna maongezeko. Na unapoona mioyo ya shukrani tulionayo, utatupa tena Bwana ibada kama hii mwakani majira kama haya tena. Jina lako na lihimidiwe. Sema na mioyo yetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Na wote tuseme kwa sauti amen. Somo tulilonalo lina kichwa kinachosema kuondoa kawaida za familia zinazozuia hatua mpya kwenye maisha yako. Kuondoa kawaida za familia zinazozuia hatua mpya kwenye maisha yako. Na kwa wale ambao ndio umekuja leo, somo letu tunaongozwa na kitabu cha Mwanzo sura ya 29 na ule mstari wa 20 mpaka wa 27, na tuliona habari za Laban akimweleza Yakobo, na Yakobo alikuwa amempenda binti yake mdogo ambaye anaitwa Raheli, akatumika miaka 7 kwa ajili yake, na ilipofika siku ya kukabidhiwa mke akakabidhiwa mkubwa badala ya mdogo. Na Yakobo akalalamika. Labani akamwambia, bwana mdogo, kwetu havitendekagi hivi. Tuseme wote, havitendekagi hivi kwetu. Tuseme tena kwa sauti, havitendekagi hivi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumetazama mambo mengi kutokea hapo, na sio rahisi tena kufanya marudio. Kama ndio umefika leo, tafuta notes kwa jirani yako ili uweze kuandika na uweze kuona mahali tulikotoka na mahali tunakoelekea. Andika kipengele cha leo. Andika unaombaje. Unaombaje.
Ikiwa umezuiliwa, unaombaje? Ikiwa umezuiliwa na kawaida ya familia kupiga hatua, unaombaje? Ikiwa umezuiliwa na kawaida ya familia kupiga hatua katika kile ulichoitiwa au ulichobebeshwa na Mungu, unaombaje? Unaombaje? Ikiwa umezuiliwa na kawaida ya familia kupiga hatua katika kile ulichoitiwa au katika kile ulichobebeshwa na Mungu, unaombaje? Andika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6 na ule mstari wa 11 mpaka wa 16. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 16. Anasema hivi: basi kitabu cha Waamuzi, nilifungua kitabu cha Joshua. Waamuzi 6 mstari wa 11 mpaka wa 16 anasema hivi: malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri. Na mwanae Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidian. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Tazama uliyekaa naye, mwambie, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Mwangalie kabisa usoni, mwambie kwa sauti, mwambie Bwana. Ongeza sauti, mwambie Bwana yupo pamoja nawe, shujaa. Mwambie tena, Bwana yupo pamoja nawe, ewe mfanyabiashara mkubwa wa mafinga. Mwambie tena, Bwana yupo pamoja nawe, ewe mwimbaji mkubwa wa kimataifa. Mwambie tena, Bwana yupo pamoja nawe, ewe kiongozi mkubwa wa nchi hii. Haleluya. Utanielewa baadaye kwa nini nimekusemesha hayo maneno. Anaendelea kusema, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Wamidian. Fuatisha pamoja nami, sema, Bwana akamtazama. Rudia tena kwa sauti, sema, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi naye kutuma? Mwangalie tena uliyekaa naye, mwambie, enenda kwa akili hiyo kubwa ulionayo.
Mwambie nenda kwa kibali hicho kikubwa ulicho nacho. Mwambie nenda kwa neema hiyo kubwa ulionayo. Angalia kitu Gideon anasema. Fatisha pamoja nami, sema akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Sema Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja na wewe, nawe utawapiga wa Midian kama mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Macho ubaoni, kwanza unisikilize ni kueleze hii story. Na hii habari ya Gideon ina umaarufu wake pia, ina umaarufu. Ni story ambayo inafahamika na wengi tumewahi kujifunza au umewahi kujifunza, lakini leo nataka nikuonyeshe kwa picha nyingine ambayo itakutia hasira tunapoingia kuomba. Amen. Walio wengi tukisoma habari ya Gideon huwa tunaianza kwenye mstari wa 11 mpaka wa 16. Lakini hii story ya Gideon imeanzia Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10. Lakini sisi huwa tunasoma wa 11 mpaka wa 16. Hatusomi kuanzia wa 1 mpaka wa 16. Na kwa sababu hiyo kuna vitu huwa tunavikosa, au uzito wa hii story ya Gideon huwa tunaukosa kama Mungu alivyokuwa amekusudia. Na kabla sijakueleza, nikusome tena Waamuzi 6 mstari wa 1 mpaka wa 9. Anasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Wamidiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midian, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani walikwea, na wa Amaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ngamia zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidian, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Tuseme wote kwa sauti, nao wana wa Israeli. Tuseme kwa sauti kubwa kabisa, sema, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sema, wakamlilia Bwana. Alafu anasema, kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidian, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea,
nami naliwafukuza watoke mbele zenu, nami naliwapa ninyi nchi yao. Haleluya! Nimesema haleluya. Sasa nisikilize kwanza ili uipate hii story vizuri, alafu baadaye tutaandika vitu vichache na baadaye tutaingia kwenye maombi. Na nikusihi sana, leo ni siku ya maombi maalum. Kule kwetu Dar es Salaam tumezoea tukiwa na maombi maalum kama hivi, hakuna mtu anaondokaga kabla hatujamaliza na kupokea baraka. Shetani naye ni mjanja. Amen. Unaweza ukawa umeomba vyote, lakini ukikosa zile baraka za mwisho, ibada yako ni bure. Na ndio maana Mungu aliwaambia makuhani kwamba mtawabariki watu wangu hivi. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani. Na hii baraka ni ya muhimu sana kuliko chochote kile, kwa sababu Biblia inasema baraka ya Bwana hutajirisha. Baraka ya Bwana hutajirisha. Alafu wewe unataka kutajirika, ila unaondoka hujapokea hiyo baraka ya Bwana, alafu unataka utajirike. Punguza hicho ulichoongeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo ninakusihi sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, usiondoke kabla hatujapokea baraka za mwisho. Amen. Sasa ninapoanza kukueleza hii story ya Gideon, nataka niseme hivi kwamba kwenye haya maisha hakuna mtu alizaliwa kwa bahati mbaya. Kila aliyezaliwa na Mungu akamtetea na Mungu akakusaidia, haukufia tumboni au haukufa siku unazaliwa. Ile kwamba bado unaishi na unakwenda na unatembea, uwe na uhakika kuna kusudi la Mungu ambalo umelibeba kwenye maisha yako. Haijalishi unachokipitia leo, haijalishi mazingira yako ya leo, haijalishi wanaokutazama leo, kwa sababu wanadamu huwa wanaangalia sura, lakini Mungu anatazama moyo na anajua alichoweka kwenye maisha yako. Na kwa sababu hiyo hakikisha haujikatii tamaa, kwa sababu Mungu hajakukatia tamaa bado. Hakikisha mahali unakopita pasikufanye ujikatie tamaa na ujione kama vile huna thamani. Wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Haijalishi bosi wako anasema huna thamani, Mungu anasema wewe ni wa thamani. Haijalishi marafiki zako wanasema wewe huna thamani, Mungu anasema wewe ni chombo changu kiteule. Na jifunze tu kujisemea tu kwamba it is just a matter of time. Ni swala la muda tu, kwa sababu kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu ni lazima litatimia. Na adui anaweza kapambana kuzuia lisitimie, hajapewa uwezo wa kufanya kusudi la Mungu lisitimie juu ya maisha yako. Anaweza akalichelewesha tu, lakini kutimia ni lazima, katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo, jaribu unalopitia lisikukatishe tamaa. Vita ulionayo isikukatishe tamaa. Maneno ya wanadamu yasikuvunje moyo. It is just a matter of time. Na maombi yangu kwako, kile Mungu alichokuandikia, kile Mungu alichokupangia mwaka huu, acha kitimie kwenye maisha yako.
acha kitokee kwenye maisha yako. Hakuna mganga wala mchawi atazuia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa nini nimeanza hivi? Nimeanza hivi kwa sababu Gideon hakuzaliwa kwa bahati mbaya. Na watu wengi sana tunaposoma historia ya Gideon, kama nilivyosema, tunaanzia mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 16. Lakini hii story imeanzia mstari wa kwanza. Na story ya Gideon imeanza hivi. Kitabu cha Waamuzi kina waamuzi ambao hawapungui 5. Na kwenye sura ya 4 kulikuwa na mwamuzi anaitwa Debora. Emsema Debora. Aliwaongoza hawa wana wa Israeli. Na Biblia inasema kila wakati Mungu alipokuwa amewainulia mwamuzi, hawa wana wa Israeli walifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini yule mwamuzi alipokufa, hawa wana wa Israeli walirudi nyuma na wakaanza kufanya yaliyo maovu mbele za Bwana. Kwa kwenye sura ya 4 walikuwa na mwamuzi anaitwa Debora. Debora amewaongoza mpaka mwisho wa sura ya 4. Debora akafa. Alipokufa, wakaanza maisha bila kuwa na mwamuzi. Kwa hiyo wanaingia sura ya 6 wakiwa hawana mwamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Debora amewaongoza kwenye sura ya 5. Kwa kwenye sura ya 5 amewaongoza, na sura ya 5 inaisha, Debora amekufa. Na baada ya Debora kufa, wanaingia sura ya 6 wakiwa hawana mwamuzi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo walirudi nyuma, wakafanya tena yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Maandiko yanasema walipofanya maovu machoni pa Bwana, Mungu aliwatia katika mikono ya Wamidian. Na Biblia inasema mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli, kiasi ambacho wakipanda mashamba, wakikaribia kuvuna, Midian wanakuja wanachukua yale maongeo yote ya ardhi. Wakifuga ng'ombe, Midian wanakuja wanachukua mifugo yao. Na Biblia inasema waliwaacha wana wa Israeli kwenye hali ngumu ya kimaisha, na wakabaki hawana riziki wa yoyote ile, na maisha yakawa magumu sana. Na maisha yalipokuwa magumu, ndio wana wa Israeli wote kwa umoja wao, sio familia ya mzee Yoashi, ni wana wa Israeli wote waliamua kuomba maombi ya kitaifa. Na maombi ya kitaifa walioomba, wanaomba Mungu awainulie tena mtu ambaye atakuwa mwamuzi kwa ajili yao. Kwa hiyo wakafunga na kuomba, wakaomba sana, wakalia mbele za Bwana. Na walipoomba mbele za Bwana, ndio Biblia inasema Mungu akamtuma nabii. Emsema akamtuma nabii. Sema kwa sauti, akamtuma nabii. Ukisoma habari za waamuzi wengine, Mungu aliwainua bila taifa kuomba. Lakini kwa Gideon, taifa limeomba, wameomba maombi ya kitaifa. Na walipomlilia Bwana, Mungu akamtuma nabii ambaye ni Gideon. Emsema Gideon. Kwa hiyo nilichotaka uone hapa, Gideon anazaliwa baada ya maombi ya kitaifa. Anazaliwa baada ya maombi ya kitaifa. Na kwa nini anazaliwa? Amekuja kuwa majibu sio ya familia, anakuja kuwa majibu ya kitaifa. Tunaenda pamoja? Sasa mahali Mungu alipompitishia,
alimpitisha kwenye familia ya mzee Yoash. Emsema mzee Yoash. Sema kwa sauti, mzee Yoash. Alafu mzee Yoash alikuwa na madhabahu ya mungu mwingine nyumbani kwake, lakini Mungu akampitisha hapo. Wakati mwingine nikija nitakufundisha kitu tena hapo, kwamba unajua nilijaribu kuwaza kwamba ina maana kwa wana wa Israeli hakukuwa na askofu ili Mungu ampitishe mwokozi wa taifa kwenye nyumba hata ya askofu, au kwenye nyumba ya mchungaji, au kwenye nyumba ya muombaji. Anampitisha Gideon kwa jamaa ambalo lina madhabahu ya Baali, alafu ndo Mungu anampitishia hapo. Najaribu kuwaza, ingekuwa walokole wa leo, Wakristo wa leo, haleluya, tumefunga na kuomba, alafu Gideon anazaliwa kwa mganga wa kienyeji na tunamjua Mafinga nzima, alafu anakuja sema nimetumwa na Bwana. Amezaliwa wapi? Kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji. Wewe na uhakika tutamgonga mawe kwamba Mungu wetu afanyagi mchezo wa namna hii. Lakini Mungu mwenyewe anasema my ways, njia zangu sio sawa na njia zenu, na mawazo yangu sio sawa na mawazo yenu. Wakati nyie mnategemea kwamba tumeomba kama taifa Mungu atampitisha mwokozi wa taifa kwenye nyumba ya mchungaji au askofu au nabii, Mungu anampitisha kwa mganga wa kienyeji, alafu anakuambia explain, elaborate, discuss, examine, describe. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Okay. Sasa baada ya Gideon kuzaliwa, emsema baada ya Gideon kuzaliwa. Sema kwa sauti kubwa, baada ya Gideon kuzaliwa. Maandiko yanasemaje? Badala ya kwenda kuwa msaada kwenye taifa, alienda kujificha ndani ya shinikizo, akaanza kupepeta ngano. Emsema akaanza kupepeta ngano. Na tunaposema maisha ya kupepeta ngano, hilo ni somo lingine. Lakini maisha ya kupepeta ngano ni maisha ambayo unazika uwezo Mungu aliyokupa, unazika vipawa na kalama Mungu alivyokupa kwa ajili ya maisha ya mkate, kwa ajili ya mkono uende wapi? Kinywani. Na kwa kweli Waafrika tulio wengi tunaishi maisha ya kupepeta ngano kabisa kabisa. Na hata mifumo ya kielimu tulionayo Afrika haimwandai mtu kwenda kutumia uwezo alionao, inamwandaa mtu kwenda kutafuta ajira. Maisha wapi? Kinywani. Na ndio maana baba askofu wa inanishangaza, unamtembelea profesa wa kilimo, profesa wa kilimo, na yeye anaagiza mboga za majani sokoni. Ni profesa wa kilimo, hana hata kabustani, basi hata kashamba darasa nyumbani kwake. Sika mmenielewa? Ni profesa wa nini? Wa kilimo. Ikifika jioni na yeye wanaenda kununua mboga za majani sokoni. Angeweka hata kabustani nyumbani ili tuone kweli ni profesa. Unakutana na profesa wa mambo ya ufugaji, nyumbani hana hata akabwawa kasamaki hata watatu tu basi. Haleluya. Hiyo ndio mifumo ya Afrika tulionayo. Na wakati mwingine tukipata nafasi nitakueleza, Mwalimu Nyerere alituokoa kwenye utumwa wa kikoloni, lakini nyakati tulizonazo tunahitaji kukombolewa kifikra. Tunaenda pamoja? Miaka ile tulikuwa tunafanywa watumwa kwa nguvu, ila kipindi hiki sisi wenyewe tunajipeleka kuwa watumwa kwa hiari.
Na ukisoma habari za wana wa Israeli, walikuwa watumwa kwenye mkono wa Farao, na Musa na yeye akaenda kuwa mtumwa wa hiari kwenye nyumba ya mzee Yethro. Kwa nini? Ni kawaida ya kwao, wana roho ya utumwa. Tofauti ya utumwa wa wana wa Israeli, wao ulikuwa ni walazima, ila utumwa wa Musa, yeye alijipeleka kwa hiari ili mradi apate nini? Chakula. Sema chakula. Sema kwa sauti kubwa, chakula. Alafu angalia, alipokuwa anafanya kazi kwa mzee Yethro, siku akili zikiingia kwamba Yethro, nataka nikaanzishe mifugo yangu mwenyewe. Yethro anamwambia, dogo, sikia, nakupa mke, ulipi mahari, na mtakaa kwangu, nitakulisha wewe, nitalisha na mke wako, nitalisha na mkiza watoto, nitawalisha, nitakuvalisha wewe, nitavalisha na mke wako, nitavalisha na watoto wako. Musa akacheka, nakaa siondoki. Haleluya. Ndio maana Afrika ukilalamika mshahara ni mdogo, wanakupa spora, wanakuongezea kakitu kadogo, waendelee kutumia uwezo ulionao. Sasa sisemi kuajiriwa ni vibaya, usinielewe vibaya, lakini mimi nazungumza na wale ambao ni kina Gideon, ambao umeletwa kama majibu ya familia, umeletwa kama majibu ya taifa, na Mungu amekubebesha uwezo mkubwa ndani yako, lakini huo uwezo umeenda kuufukia kwenye kashimo, umeenda kuzika huo uwezo hapo. Alafu kuna watu wako Sumbawanga wanasubiri neema ulioibeba. Kuna watu wako Kigoma wanasubiri neema ulioibeba. Kuna watu wako Tanga wanasubiri neema ulioibeba, kwa sababu Gideon alikuwa amebeba majibu ya kitaifa. Sema majibu ya kitaifa. Tazama uliye kanaye, mwambie umebeba majibu ya familia yako. Saidie kumtikisa kabisa, kikasirika ataniona hapo nje. Mtikise, mwambie umebeba baraka ya familia yako. Haleluya. Unajua, nilisoma hii story nikaumia sana. Sema ehe. Wana wa Israeli bado wako rabasaka reba sanda riabu rabashanda, Baba tuinulie mtu, Baba tuinulie mtu. Mungu anasema, mbona nimeshawatumia mtu, mbona nimeshawainulia mtu. Huyo aliyetumwa sasa yuko kwenye shimo, anapepeta nini? Lakini huko watu bado wanaomba, Baba tuinulie mtu, Baba tuinulie mtu. Ngoja nikuambie mtu wa Mungu, kuna watu tuko hapa ambao tuna neema, na neema huwa ina mipaka. Kuna mtu neema aliyopewa ni ya level ya kijiji. Mwingine neema uliopewa ni ya level ya kitarafa. Mwingine neema uliopewa ni ya level ya kitaifa. Mwingine neema uliopewa ni ya level ya kimataifa. Umenisikia nilichosema? Unasema mtumishi umejuaje? Yeremia alipoitwa, cheki Mungu anachomwambia, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo sio wa taifa, ni wa mataifa. Kwa neema niliyokupa sio ya kijiji, sio ya mafinga, ni ya kimataifa. Tunaenda pamoja? Ibrahimu alipoitwa, Mungu anamwambiaje? Anamwambia nimekubariki na nitakufanya kuwa taifa kubwa. Sio taifa, taifa kubwa. Anamweleza mipaka ya neema aliyoiweka juu yake. Na kuna mtu uko hapa, una neema ya kitaifa, una neema ya kimataifa juu yako. Na ninapozungumza neema, sio neema ya kuhubiri. Kuna mtu una neema ya uongozi, kuna mtu una neema ya kuwa mchungaji, kuna mtu una neema ya kuwa mfanyabiashara, kuna mtu una neema ya kuanzisha viwanda, kuna mtu una neema ya kuanzisha kampuni. Na hiyo neema Mungu aliyokupa amekuwekea mipaka. Sema amina.
Sema amina. Umefungia hii neema hapa Mafinga, lakini kuna watu wa Dar es Salaam tunasubiri ulichobeba. Kuna watu wako Iringa wanasubiri ulichobeba. Kuna watu wako Mafia wanasubiri ulichobeba. Kuna watu wako Zanzibar wanasubiri ulichobeba. Mama Mungai, ile shule yetu sio ya Mafinga tu. Mimi naona ikisambata nchi nzima, na Dar es Salaam tunaisubiri. Pigie makofi mama yetu. Gonga na jirani, mwambie Mungu amekupa neema kubwa juu yako. Gonga naye tena kabisa, mwambie Mungu amekupa neema kubwa juu yako. Okay, sasa nisikilize. Angalia, vita iliinuka kwa nani? Kwa hao watu wa Israeli. Iliinuka kwa mtu aliyebeba baraka kwa ajili yao. Na ndio maana usijaribu kujilinganisha na mwingine. Neema uliyoibeba na aliyoibeba havifanani. Kuna mwingine anazaliwa barabara yake imenyooka kama rura. Kuanzia amezaliwa anaanza shule, njia yake imenyooka, hana vita, hana upinzani. Ukimwambia kuna wachawi anakushangaa, ukimwambia kuna vita anakushangaa, barabara yake imenyooka. Lakini kuna wale wenzangu na mimi, adui anajua kwamba huyu tukimwacha, alichobeba ni kikubwa sana juu yake. Neema aliyoibeba ni kubwa. Vita ya huyo mtu itaanzia tangu tumboni. Kama ni shule, diploma tu mpaka uipate, umefanya kazi kubwa sana. Degree mpaka uipate, umefanya kazi kubwa sana. Biashara mpaka isimame, umefanya kazi kubwa sana. Mwenzako ameenda direct namna hii kwa sababu ya ulichobeba wewe. Na kuambia shetani atakuzungusha, kwa sababu hana uwezo wa kuzuia, ila ana uwezo wa kuchelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa badala ya kwenda direct namna hii, atakuacha. Utaanza vizuri tu, utaanza vizuri. Utafika hapa, kuna kikwazo utakutana nacho. Badala ya kuendelea mbele, uelekeo utabadilika, utaanza kwenda hivi. Ukifika hapa tena anakurudisha ulikotoka, unarudi tena huku. Unatazama wenzako mlioanzana nao hapa, wao wameenda, njia imenyooka, na unaanza kujiuliza why me? Ni ulichobeba. Mwambie jirani, ulichobeba. Tazame usoni, mwambie ulichobeba. Mwambie majibu ya familia yako kwenye mabega yako. Mwambie majibu ya Mafinga yako kwenye mabega yako. Mwambie majibu ya umoja wa makanisa Mafinga yako kwenye mabega yako. Mwambie lazima shetani atakupiga vita. Punga mkono wako namna hii. Okay, sikia. Unaelewa kwa nini huyu mtu aliimba huu wimbo ya kwamba njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Sasa sikia, kama anasema njia yangu iwe ndefu, inamaanisha aliona wengine njia zao zikiwa fupi. Tunaenda sawa? Lakini njia yake kawa ndefu, na asante Yesu hakukata tamaa, akaamua kujitia moyo kwa nyimbo na zaburi ya kwamba haijalishi adui atanichelewesha, ila najua Mungu atanipa wokovu. Haijalishi kawaida ya kwenu itakuzuia, Mungu anakupa wokovu leo kwa jina la Yesu. Haijalishi kawaida ya kwenu itakuinulia vita, Mungu anakupa wokovu leo kwa sababu ya alichokubebesha. Sema amina kama unanielewa. Mwambie jirani, Mungu anakusaidia leo kwa ajili ya alichokubebesha. Gonga naye kabisa, mwambie Mungu anakusaidia leo kwa sababu ya alichokubebesha. Hallelujah. Nimesema hallelujah. Sikia.
Kuna mwimbaji mmoja aliimba kwamba mimi niliomba kidogo, wewe ukajibu sana. Mwingine akaimba kwamba nilijua utafanya lakini sio kwa design hii. Nilijua kabisa kwamba utanifanyia, ila sio kwa namna hiyo ulivyofanya. Kwa nini Mungu anafanya kwa namna hiyo? Kwa nini Mungu anakuvusha namna hiyo? Kwa nini Mungu anakutetea namna hiyo? Saa nyingine hukuomba sana, analazimika kufanya kwa ukubwa namna hiyo kwa ajili ya kulinda kusudi alilonalo juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Analazimika kukutetea vyote anavyokutetea kwa ajili ya baraka aliyokubebesha, kwa sababu ulitakiwa kufa tangu ukiwa tumboni kwa mama yako, lakini kwa ajili ya alichokubebesha alilazimika kukutetea, alilazimika kukusaidia. Na ulitakiwa kufa mapema, lakini alikulinda kama mboni ya jicho lake. Na ndiyo maana analazimika kukutetea wakati mwingine haujaomba sana, kwa ajili ya alichowekeza kwenye maisha yako, kwa ajili ya mahali anapokupeleka, kwa ajili ya baraka kubwa aliyoiandaa mbele yako kwa jina la Yesu. Kama amekupigania kwenye yale, na kwenye hilo atakutetea. Kama amekuvusha ile bahari, na hiyo bahari ataigawanya, utapita kama nchi kavu. Kama alikutetea kwa wale maadui, na hao waliosimama mbele yako, atakutetea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Punga mkono wako namna hii. Mwimbaji mwingine akajiimbia tu, nashangazwa na rehema zako Yesu. Simuona waliokamatwa na kawaida ya familia hawaimbagi. Sio wewe. Tazame jirani, mwambie sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie ili somo leo, tuangalie mambo kama matatu hivi. Mambo kama matatu. Na wakati mchana nilipokuwa naomba, nilipata nafasi baada ya kuomba nikapumzika kidogo. Nilipopumzika nikaona maono. Niliona mtu aliyebeba jembe na mbegu, na amebeba na gudulia la maji. Alafu nikaona akienda, lakini ghafla nikaona yule mtu anapandisha kilima. Na kadiri alivyokuwa anaenda ule mlima, kuna milima iko hivi, ule mlima ulikuwa umesimama hivi. Anavyozidi kwenda ndio mlima unaenda, mlima unaongezeka. Ghafla nikaona yule mtu akatupa maji, akatupa mbegu, akatupa na jembe, alafu akakaa. Akasema nasikia kuchoka. Alafu nilichokiona kule ng'ambo ya mlima, niliona umati mkubwa wa watu ukimsubiri, wakisubiria maji aliyoyabeba. Lakini huyo mtu amechoka, amekaa, hasikii kuendelea mbele. Na nikasikia sauti inaniambia, mshike mkono, hakikisha anavuka. Nikamshika yule mtu mkono, akasema, mtumishi, wewe niache tu, nimechoka. Mlima ni mrefu, nimechoka. Ile sauti ndani yangu inasema, usisikilize anachosema, we mbebe, hakikisha anavuka. Nikamnyanyua yule mtu, nikambeba, tukafika kule ng'ambo, tukakuta kuna kijani kizuri, na watu wakaanza kumshangilia. Na akaanza kumimina yale maji, anawamiminia kwenye vikombe vidogo, wanakunywa, wanafurahi. Na ndiyo Mungu akaniambia, kuna mtu ambaye leo atakuja semina, amebeba kitu kikubwa kwenye maisha yake.
lakini anapita mahali pagumu sana na amejichokea. Riba sanda. Nikiwa hapa nimeletewa tena hayo maono, nimeletewa tena ghafla hayo maono, nikayaona tena. Kiriandarabasaka risika mandora siki kikamandara irinda rabandora. Hatufanani tulivyobebeshwa na Mungu. Hatufanani mahali Mungu anapotupeleka, hatufanani. Kiriandarabasa. Ninavyoongea saa hii ninaona malaika wamekaa na huyo mtu, mmoja mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kulia. Alafu ninaona mkononi wana kibao kimeandikwa emergency. Anahitajika asaidiwe huyu kwa ajili ya alichobeba, na sijajua ni nani. Mahali ulipo, nguvu za Mungu zinashuka kukusaidia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Risa taraba shanda. Kanda rabasa. Huyo mtu hatazuia. Another touch from heaven. Ninaona wasichana wawili. Ninaona malaika wakikuvua vazi jeusi, wanakuvalisha vazi jeupe, vazi jipya. Na hao wasichana mahali walipo wanapokea, hawatazuia. Yes, wa kwanza huyo anapokea. Ndio, kwa jina la Yesu, mapepo yanakuachia. Nguvu za giza, toka achia. Yes, neema aliyoibeba kwa jina la Yesu. Ndio. Yes. Nasikia ni saa yake. Kuna mtu, nguvu za Mungu zitakuinua mahali ulipo. Na nilikueleza semina hii sio kwa ajili ya kila mtu. Mungu ameileta kwa ajili ya mtu mmoja. Inawezekana wewe ni Gideon wa familia, umepepeta ngano miaka ya kutosha. Mungu anasema yatosha. Alichokubebesha ni zaidi ya kupepeta ngano. Alichokubebesha ni zaidi ya hiyo vita ulionayo. Alichoweka kwenye maisha yako ni zaidi ya huo ugonjwa ulionao. Alichoweka kwenye mabega yako ni kikubwa kuliko wanaokupinga. Alichoweka kwenye maisha yako robo sanda rabasaka, robo korianda rabasa. Upako unapita sasa, nguvu za Mungu zinashuka sasa. Orisata kando rabasa. Yes, kuna watu wanapokea. Robo sanda. Mungu anasema mfungueni, mwacheni aende zake. Umejikatia tamaa, Mungu anakufungua leo. Umejikatia tamaa, baraka iliyoko mbele yako ni kubwa kuliko kukata tamaa kwako. Neema iliyoko mbele yako ni kubwa kuliko mahali unakopita leo. Robosa. Leo wanakutemea mate, lakini kesho watakusalimia kwa heshima. Leo wamekukimbia, lakini kesho watarudi kwa magoti. Leo wanakusema vibaya, lakini kesho watakusifia, maana umebeba baraka kwa ajili yao. Robo sanda raba sika raba shanda. Kanda raba siki riba saka raba shata. Natamani ungeona nachoona. Ninaonyeshwa mtu ana neema kubwa ya utajiri
lakini amefungwa, mikono yake imefungwa. Na huyo mtu amebeba baraka ya familia, lakini amefungwa. Naita wale matajiri wa familia waliokamatwa na kawaida ya familia, hawa wako wengi. Nawaita sasa, nawaita wale matajiri wa ukoo, wale matajiri wa familia. Andarabasika korabasika rabashata. Yes. Andika jambo la kwanza. Andika jambo la kwanza. Andika, unaweza kuwa na uwezo au neema kubwa juu yako, lakini ikazuiliwa na kawaida ya familia. Lakini ukazuiliwa na kawaida ya familia, usipige hatua. Unaweza ukawa na uwezo au neema kubwa juu yako, lakini ukazuiliwa na kawaida ya familia, usipige hatua. Unaweza ukawa na neema kubwa juu yako na uwezo mkubwa juu yako, unaweza ukawa na uwezo mkubwa na neema kubwa juu yako, lakini ukazuiliwa na kawaida ya familia, usipige hatua. Unaweza ukawa na uwezo mkubwa na neema kubwa juu yako, lakini ukazuiliwa na kawaida ya familia, usipige hatua. Kuna nguvu iko hapa. Kuna nguvu ya Mungu iko hapa. Kuna nguvu ya Mungu iko hapa. Kwa niseme kitu hiki, wakati nimeokoka nilianza kutumika kwenye praise and worship. Nilikuwa ni worship leader usharikani kwangu, na Mungu akanipa neema nyingine ya kuwa mratibu tukiwa na semina namna hii. Na nakumbuka mtumishi yoyote yule tuliyekuwa tunamwalika kwenye semina, anaweza akaja tukaimba pale, tukamaliza, tukamkaribisha. Mimi nilikuwa na kawaida ya kwenda kukaa kule nyuma. Nikienda kukaa kule nyuma, karibia wahubiri wote utasikia, yule kijana aliyekuwa naimbisha hapa yuko wapi? Njoo hapa mbele. Nafika pale, anaambia piga magoti. Anailiambia kanisa, nyosha mkono tumwombee huyu kijana. Ana kitu kikubwa juu yake. Ana kitu kikubwa juu yake. Saa hiyo wanaponieleza namna hiyo, mimi sielewi. Nina maisha magumu, na maisha magumu sana, siwezi kusema. Na kikawa kinanisumbua kwamba Mungu, iki wanachosema watumishi, mbona mimi sikioni? Mbona mimi sikioni? Karibia kila anayekuja. Na baadaye ndio nikaelewa ya kwamba hawakuwa wananitazama kwa macho ya mwili na nyama, walikuwa wananitazama kwa jicho la rohoni. Na ndio maana anaweza akaja mtu akakuita tajiri. Ukishasikia watu zaidi ya 3 wanakuita tajiri, uwe na uhakika hawasemi kwa akili zao. Kuna kitu wamekiona kwenye maisha yako. Ukishasikia mtu mkuu, mchungaji, saa hiyo wewe hata sio mchungaji, mwinjilisti. Ukishasikia watu wanasema namna hii,
uwe na uhakika hawakutazami kwa jicho la leo. Mungu amewafunulia kwa jicho la kesho. Sema amina kama unanielewa. Na ndio maana asante Yesu waliniona watumishi. Mwe kufikiri wangeniona waganga wa kienyeji, wangeninulia vita bila mimi kujua wanapigana na mimi kwa kipi. Na ndio maana kuna mtu unaweza kushangaa wanaopigana na wewe wamekuzidi kila kitu. Wamekuzidi hela, wamekuzidi biashara, wamekuzidi uwezo, wamekuzidi wateja, lakini wanapigana na wewe. Kwa nini wanapigana na wewe? Wakati wewe unajiona mdogo, wao wanakuona kwa jicho la kesho. Wanaona huyu ni mfanyabiashara mkubwa wa kesho. Wanaona huyu ni kiongozi mkubwa wa kesho. Wanaona huyu ni tajiri mkubwa wa kesho. Wakati wewe unaiangalia leo, wao wanaiangalia kesho. Kama nafikiri Natania kamuulize Herode. Alipoona Yesu amezaliwa, aliona nyota. Akaitisha kikao. Akaitisha mkuu wa majeshi. Akaitisha vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Agenda walionayo ni kukajadili katoto kalikozaliwa. Wale wakuu wa majeshi wanamuuliza Herode, "Are you serious kwamba unatutuma twende tukapigane na katoto ambako bado kanabadilishwa pampers?" Anaambia, "Tatizo lenu hamuoni nachoona. Haka sio katoto haka. Huyu ni mfalme. Sio katoto haka, ni mfalme." Kamuuliza Yusufu alipowatembelea ndugu zake kule Dothani. Biblia inasemaje? Walimuona Yusufu tokea mbali. Maana yake nini? Ulichobeba adui anaweza kakiona tokea mbali, na akakupiga vita tokea mbali. Na ndio maana unashangaa kazini unakasirikiwa wewe, familia inakukasirikia wewe, marafiki wanakukasirikia wewe. Na saa hiyo unapojitazama wewe unajiona wa kawaida, lakini ulimwengu wa roho haukuoni wa kawaida. Haukuoni wa kawaida. Na kuna watu mko hapa, wewe sio wa kawaida. Nasema tena, wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Haijalishi baba yako anaelewa haelewi, Mungu anajua wewe sio wa kawaida. Haijalishi mchungaji wako anajua au hajui, wewe sio wa kawaida. Haijalishi kiongozi wako anajua au hajui, Mungu amekubebesha kitu kikubwa juu yako. Na Mungu anakitafuta leo alichowekeza kwenye maisha yako. Inawezekana kawaida ya kwenu imekukamata. Mungu anasema mfungueni, mwacheni aende zake. Mfungueni, mwacheni aende zake. Sema amina kama unanielewa. Kanda rabashata. Wewe sio wa kawaida. Sikuwahi kufikiri kwamba na mimi siku moja nitasimama mbele ya watu nihubiri. Sikuwahi kujua. Lakini ningekuwa na muda ningekueleza vita yangu haijawahi kuwa ya kawaida. Kwa nini? Kawaida ya familia inamtafuta yule mtu aliyebebeshwa neema, ambaye ni Gideon. Na Gideon alikwamishwa miaka 7. Miaka saba amekwamishwa. Na ndio maana unaweza ukawa na uwezo na neema kubwa juu yako, lakini kazuiliwa na kawaida ya familia. Na ndio maana kuna mtu kwa hapa unajisemea kabisa, haya sio maisha yangu. Hii sio biashara nayotakiwa kuwa nayo. Huu sio uchumi na utakiwa kuwa nao. Huu sio upako na utakiwa kutembea nao. Kuna mtu uko hapa, sisi tunaokutazama tunajua umeshafika, lakini wewe unajua uwezo Mungu aliyokupa. Na ndio maana malaika alipoenda kwa Gideoni anamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Bwana yu pamoja nawe, kiongozi. Bwana yu pamoja nawe, bilionea. Bwana yu pamoja nawe, tajiri. Gideon anauliza, Mungu kama uko pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Na kuna mtu anasema, mwalimu, kama mimi ni shujaa, kama Mungu amenipa neema, mbona mambo haya yote yananipata? Yanakupata kwa sababu ya ulichobeba.
ulichobeba ndiyo vita yako, ulichobeba ndiyo upinzani wako, ulichobeba ndiyo kinachokuinulia vita. Na ndio maana wanasema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Kama hutaki mawe usizae. Kama hutaki mawe usiwe mti wenye matunda. Hakuna atakaye kupiga mawe, hakuna atakaye kusema vibaya, hakuna atakaye kuchukia. Lakini ukishakuwa mti wenye matunda, uwe na uhakika tutakupiga mawe. Kwa nini? Ulichobeba. 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 Nasema tena, ulichobeba. Wewe sio wa kawaida. Mungu haangalii sura, anaangalia moyo. Na Biblia sema, before I formed you in the womb of your mother, nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Nakumbuka Gideon amezaliwa baada ya maombi ya kitaifa. Inawezekana umezaliwa wewe, baba yako hakuwa amepanga, mama yako hakuwa amepanga, lakini mbingu zilikuwa zimepanga ya kwamba lazima azaliwe mwanamke kama huyu, lazima azaliwe kijana kama huyu, lazima azaliwe baba kama huyu. Kwa nini? Amekubebesha majibu ya mafinga. Na saa inakuja ambao wote waliokuzalau watakusalimia kwa heshima. Saa inakuja ambao wote waliokupiga mawe watakukaribisha kwa heshima. Saa inakuja wote waliokukimbia watakurudia tena, kwa sababu Mungu amewekeza kitu kwenye maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kwa jina la Yesu. Robo saka. Sema amina ya sauti kubwa. Unasema, mtumishi unazungumza nini? Ndugu zake na Yusufu ndio waliopeleka habari mbaya kwa baba yao mzee Yakobo kwamba Yusufu amelaluliwa na simba. Na wakachukua na vazi, wakachinja mnyama, wakapaka damu. Wakamwambia mzee, angalia na vazi hili si ni la mtoto wako kabisa Yusufu. Wanyama wakali wamemla na amekufa. Sisi tukasema tubebe hii kanzu tukuletee. Biblia anasema ile taarifa ikawa mbaya sana kwa mzee Yakobo, akaomboleza asiweze kunyamazishwa. Lakini nisikilize, Mungu ni fundi. Mungu akili zake hazichunguziki. Saa ilipofika, wale waliopeleka habari mbaya za Yusufu, Mungu aliwatumia hao kuleta habari za mema za Yusufu. Na wakaleta na mavazi, wakaleta na chakula kutoka kwa Yusufu. Wakamwambia, baba, mwanao hajafa, ni waziri mkuu wa Misri. Kama huamini, angalia magari tumekuja nayo, ametupa tulete kama ushahidi. Akasema, mnasemaje? Na ndio maana wanaokusema leo vibaya wape muda, wanaokukataa leo wape muda, wanaoeneza habari zako mbaya leo wape muda. Saa itafika ambayo mbingu zitawalazimisha tena, watasema habari za baraka na mema Mungu aliyokufanyia tena. Watashuhudia wema wa Bwana kwenye maisha yako tena. Na ndio maana usilie, no more crying again. Usilie kwa sababu wanakusema vibaya. Usilie kwa sababu wanasema maneno ya uongo juu yako. My dear, saa inakuja, mbingu zitawalazimisha, watashuhudia wema wa Bwana kwenye maisha yako. Watatangaza mema Mungu aliyokufanyia. Hautahitaji kujitangazia wewe. Na maombi yangu kwako ni haya: Mungu akuinue na Mungu akuonekanie, na wale waliokusema vibaya waone unavyobarikiwa na Bwana, na waende wakashuhudie habari za kubarikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Ningesikia amina za washindi walioko hapa. Ningesikia amina za washindi walioko hapa. Ningesikia amina za washindi walioko hapa. Gonga na jirani yako, mwambie Bwana amekubebesha neema kubwa juu yako. Gonga na wakushoto na wakulia, mwambie wewe ni Gideon wa familia. Tikise kabisa, mwambie wewe ni Gideon wa familia.
Haleluya. Mafinga, haleluya. Mafinga, haleluya. Sikia. Sema ehe. Wanadamu wana maneno, Mungu ana neno. Na Baba akishasema ndio, you are blessed. Hakuna mwanadamu wa kusema hapana. Baba akishasema ndio juu ya biashara yako, hakuna mwanadamu wa kusema hapana. Baba akishasema ndio juu ya kipawa ulichonacho, juu ya neema uliyoibeba, hakuna mwanadamu wa kupinga. Na mimi ninakutangazia leo, Baba amesema ndio kwa ajili yako. Baba amesema ndio kwenye biashara yako. Baba aseme ndio kwenye kipawa chako. Baba aseme ndio kwenye kampuni yako. Baba aseme ndio kwenye ndoa yako. Baba aseme ndio kwenye mahusiano yako. Na Baba akishasema ndio, hakuna mchawi wala mganga anayeweza kuzuia. Anaweza akachelewesha, lakini kutimia kwa ndio ya Bwana ni lazima kwa jina la Yesu. Na ninaona mwaka huu Mungu akikuinua juu sana. Ninaona mwaka huu Mungu akikukutanisha na watu wa heshima na wa maana. Ninaona mwaka huu Mungu akikupa jina kwa jina la Yesu. Ninaona mwaka huu Mungu akikuvua mavazi ya magonjwa, akikuvalisha vazi la sifa. Baba aseme ndio kwako. Washindi wangesema amina. Nyosha mikono miwili juu, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, wewe ndiye uliyeniita ili niwe mfanyabiashara, ili niwe kiongozi, ili niwe mtumishi. Sema Yesu, nimekwama kwenye mlima huu kwa sababu ya kawaida ya familia. Sema yatosha. Sema kwa sauti, yatosha. Sema Yesu, ile neema ulionipa, sema natamka leo, sema iachiliwe. Sema kwa sauti, achiliwe. Sema Yesu, kawaida yoyote ya familia iliyonikamata, sema leo inaniachia. Nyosha mikono juu kabisa, sema kwa sauti, leo inaniachia. Sema kwa sauti, leo inaniachia. Ongeza sauti wewe, sema leo inaniachia. Sema leo inaniachia. Sema achia, achia. Endelea tu, sema achia ndio. Sema achia, sema achia ndio. Endelea, sema achia ndio. Endelea, sema achia. Sema achia ndio. Endelea, sema achia, sema achia. Nyosha mikono juu, nyosha mikono. Katu. We katu, nyosha mikono juu. Yes, inua juu kabisa. Inua juu kabisa. Yes. Raba kosaka. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti kubwa, kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Sema saa hii naibeba. Sema kwa sauti, naibeba damu ya Yesu. Sema naipeleka kwenye familia, kwenye mlango wa baba, kwenye mlango wa mama. Sema damu ya Yesu. Sema nenda, nenda, nenda. Sema kwa sauti, nenda. Fanya vita na ile kawaida
ya familia iliyoshikilia neema, vipawa, uwezo, kalama nilionayo. Damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Nenda, nenda, nenda. Sema fanya vita na ile kawaida ya upande wa baba, ya upande wa mama. Sema leo achia. Ongeza sauti, sema achia. Sema achia kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono, nyosha mikono. Funika macho. Tumeshaanza maombi, nimekatisha somo tupate muda mrefu wa kuomba. Nyosha tena mikono juu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, ninaomba toba. Ninaomba rehema jioni ya leo kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya walionitangulia kwenye ukoo, upande wa baba, upande wa mama. Ongeza sauti, sema leo. Sema kwa sauti, leo ninaipeleka damu ya rehema. Damu ya rehema. Sema kwa sauti, damu ya rehema. Sema damu ya Yesu. Nenda. Sema kwa sauti, nenda. Nenda. Damu ya Yesu. Haya, nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Taka tuite damu ya Yesu, alafu peleka mahali ulikozaliwa. Agenda ya kwanza ni kuita damu ya Yesu ya rehema itutakase, inene mema. Utaipeleka kwenye mlango wa baba, kwenye mlango wa mama. Mimina hiyo damu ya Yesu. Alafu agenda ya pili itakuwa ni kuvunja na kubomoa kawaida ya familia. Agenda ya tatu itakuwa ni kukemea kila matatizo yanayotokana na hizo kawaida. Na agenda ya nne tutahitimisha na kuachilia sadaka. Nyosha mikono juu. Juu kabisa, funika macho. Yes. Raba koshata rabasaka. Kere bandura basatere basaka. Nitahesabu mpaka 3. Nitahesabu mpaka 3. Ile mara ya 3 wote tutaita damu ya Yesu. Alafu endelea tuita hiyo damu. Nguvu za Mungu zitakuwa zinapita. Nyosha mikono juu kabisa, juu kabisa mpaka kule nje. Mpaka kule nje, yes. Jiandae, tayari nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Gideon wa familia lazima akombolewe leo. Nyosha juu kabisa, jiachilie kwa Bwana. Yes. 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 Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, damu ya Yesu. Ita. 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 Ita damu ya Yesu. Endelea. Usimwangalie wa kushoto. Ita kwa nguvu. Ita kwa sauti. Oh! Raba korobosek. Reba sharararara nereba. Mando raba tereba ndorobo. Leko paradera naraba. Damu ya Yesu, ita kwa nguvu. Unapoita hiyo damu, inafanya vita na kawaida ya familia na kawaida ya ukoo. Damu ya Yesu. Ita. Ita, ongeza. Ongeza. Weita damu ya Yesu, ndio. Kuna watu hawaiti. Kuna watu hawaiti. Kuna watu hawaiti. Ita damu ya Yesu, ndio. Ramando rabasaya. Hiyo damu inafanya vita. Inaondoa uhalali.
wa hiyo kawaida ya ukoo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Endelea, ndio, endelea, ndio, endelea, ndio. Radabashererererebosa. Nyosha tu mikono juu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Chochea, chochea, ongeza, ongeza, ongeza tu, ongeza, ndio. Fanya zaidi ya hapo, fanya zaidi ya hapo, fanya zaidi ya hapo, fanya zaidi ya hapo. Ita damu ya Yesu. Radabasherererererebosa. Mandere bashana nane la korada basheke la korada ba. Hiyo damu naiona inapita, inapita kwenye familia uliozaliwa, upande wa baba, upande wa mama. Naiona hiyo damu ya Yesu, naiona hiyo damu ya Yesu, naiona. Endelea, ita, ndio. Endelea, inua mikono juu, sema tu damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sema kwa sauti, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Haya, ita, 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 ita. Inaondoa uhalali, inaondoa uhalali, inaondoa uhalali, ndio. Yes, yes. Kuna watu hawaombi, hata kama hujui kuomba. Kuita damu ya Yesu unaweza. Sema tu, naita damu ya Yesu. Tamka tu damu ya Yesu, ndio. Tamka damu ya Yesu, ndio. Nguvu za Mungu zinapita. Yes, 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 yes. Nyosha mikono juu, inua juu kabisa, funika macho. Ndio, ndio. Naita wale kina Gideoni wa familia walioshikiliwa na kawaida za familia. Na waita malaika walete, malaika kamata walete wale walio na neema ya utajiri, wale walio na neema ya biashara. Malaika kamata walete. Wako wengi hawa, mizimu ya ukoo. Haya, mwachie huyo dada, mwachie huyo mama. Haya, tetemeka, achia. Piga kelele, achia. Piga kelele, achia. Haya, haya. Kuna watu wanaachiliwa, wanaachiliwa. Haya, hao wale waliobeba neema, wale walio na neema ya ukuu. Haya, miguu yao inaachiliwa. Wale matajiri walioko hapa, wale viongozi walioko hapa, malaika walete, walete, ndio. Malaika walete, kamata walete. Haya, haya. Kuna watu wanaachiliwa, kuna watu wanaachiliwa. Maroho ya familia ya sai, achia. Sema hayo maneno kwa nguvu, achia, 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 achia,
achia, achia. Haya, endelea, sema achia, endelea. Sema tu achia, sema achia. Kila mtu omba, sema achia. Ndio, we sema achia, nione wanaomba hapa. Sema achia, ndio, sema achia, ndio. Endelea, sema achia. Pambana, pambana, pambana. Oh, raba korobo saka, raba korobo seke. Sema achia, endelea, endelea, sema achia. We sema achia, usinongone. Maanisha, 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 ndio. Yes, endelea. We sema achia, ndio. Maanisha, sema achia. Yes. Maanisha, sema achia. Yes. Maanisha, sema achia. Yes. Endelea, endelea. Robo shandererebo, ropo korianda. Endelea. Ropo shandirama. Endelea. Robo shanda. Endelea. Ropo korianda. Inua mikono juu. Nyosha juu kabisa, juu kabisa. Tuna tatizo la kukatika kwa vyombo, lakini vyombo vikikatika, wewe endelea kuomba. Endelea kuomba. Nyosha mikono juu. Nataka tuite jina la Yesu. Vyombo vikikatika, wewe endelea kuita hilo jina likufungue. Anayekufungua sio padri, sio mchungaji, wala sio mtumishi. Ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyosha mikono juu mpaka kule nje. Funika macho mpaka kule nje. Nitahesabu mpaka 3. Mara ya 3 utaita Yesu, alafu endelea kuita kwa nguvu, na kuna watu watakuwa wanaachiliwa. Nyosha juu kabisa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Yesu, endelea ita, 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 ndio. Yes. Endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita. Yes, 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 yes. Ndio, endelea kuita, endelea kuita. Yuko mahali hapa, 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 yuko mahali hapa. Endelea kuita, endelea kuita. Ita tu Yesu, ita tu Yesu, ita tu Yesu, ita tu Yesu. Unapoita, nguvu za Bwana zinashuka juu yako, zinashuka juu yako. Yes. Ita Yesu, Yesu. Ita kwa sauti Yesu, Yesu. Ita kwa nguvu, ndio. Ita Yesu. Kuna watu wanapokea, ndio, wanaachiliwa. Yes. 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 Ndio. Endelea kuita, endelea kuita. Upako unashuka juu yako, upako unashuka juu yako. Yes, ndio. Yes, ndio. Ndio, 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 ndio. Endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita. Robo shanda, ropo korianda. Yes, ndio. Endelea, endelea, endelea. Yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Warisanda, ropo shandira. Endelea tu, endelea tu, endelea kuita, endelea kuita. Unapoita anakuitikia, 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 anakuitikia. Ita Yesu, Yesu. Ndio, endelea, endelea, endelea kuita. Haya, inua mikono juu. Sema kwa jina la Yesu.
Sema kwa sauti kubwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kawaida yoyote ya familia iliyokamata hatua zangu, miguu yangu, sema fire. Sema kwa sauti fire, fire, fire. Sema achia kwa damu ya Yesu. Na tena mikono juu. Yes. Ndio. Tayari vinaanza kuachia. Vinaanza kuachia. Sema Yesu. Kawaida yoyote iliyopewa uhalali wa kushikilia miguu yangu, nyota yangu, sema leo fire. Sema kwa sauti fire, 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 fire. Sema achia kwa jina la Yesu. Inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu. Ndio. Yes. Kuna watu wanaachiliwa. Kuna mtu naona nyota iko kwenye miti, kwenye msitu. Nyota zao ziko misituni. Malaika walete hao, walete hao. Ndio. Haya, malaika walete. Naita hiyo nyota ya huyo dada kwenye lile shamba la miti walikozika nyota yake. Haya, kimbia njoo, kimbia njoo. Wako wengi hawa, wako wengi hawa, wako wengi hawa. Haya, malaika walete, walete, walete. Haya, huyo anatoka sasa. Haya, piga kelele, mwachia haraka. Kuna dada anaachiliwa, kuna msichana anaachiliwa. Wanaachia nyota yake, nyota hiyo, nyota ya ukuu. Haya, wako wengi hawa, wako wengi hawa. Wana nyota ya ukuu, wana nyota ya ukuu. Haya, malaika kamata walete, kamata walete, kamata walete. Get out! Ndio. Nyosha mikono juu. Nione wahudumu, wale wahudumu wa semina tunapita kusaidia watu wanaopata shida. Nyosha mikono juu. Ndio. Sema Yesu. Sema kwa sauti Yesu. Yeyote yule aliyechota nyayo zangu, sema leo napeleka moto. Sema napeleka moto. Sema moto. Sema kwa sauti moto. Sema moto kwa jina la Yesu. Noa mikono juu, noa mikono juu. Kuna miguu ya watu inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto. Nasikia miguu ya matajiri inaachiliwa, miguu ya matajiri na waita. Haya, kuna mtu minyororo inakatika, wanaachia miguu, wanaachia miguu. Haya, huyo. Haya, piga kelele na uachia haraka. Piga. Wanaopata shida walete hapa mbele, walete hapa mbele. Ndio. Haya, miguu ya matajiri, miguu ya matajiri. Ndio, miguu ya wale viongozi. Anatakiwa awe kiongozi, lakini miguu yake imekamatwa. Haya, naita malaika walete, walete. Ndio. Noa mikono juu, noa mikono juu. Yes. Kila kitu kinyamaze. Noa mikono juu. Ndio. Ndio. Kila kitu kinyamaze, kila kitu kinyamaze. Nyosha mikono juu. Ndio. Naona neema ya utajiri Mafinga, lakini miguu imekamatwa ya matajiri wengi. Nyosha mikono juu. Malaika wanafanya msako, wanafanya msako, wanafanya msako. Naona watu 6
ni matajiri wakubwa wa kesho, lakini miguu yao imekamatwa. Wa kwanza huyo, ndio. Get out, ndio. Yes, saidia watu wasiumie. Nyosha tu mikono juu. Wa pili huyo. Get out, ndio. Yes. Nguvu za giza, mizimu ya ukoo, haya, piga kelele, achia. Wako wengi hawa, ndio. Nasikia mizimu ikisema, huyu tukimwachia anaenda mbali, Leo nadai miguu yake, leo nadai miguu yao. Nyosha tu mikono juu, funika macho. Haya, miguu ya wale matajiri, wale matajiri wa ukoo, Haya, kuna dada wanamwachia, kuna dada anaachiliwa, huyo msichana. Haya, 1, 2, haya, mwachie. Get out. Haya, achia haraka, Haya, malaika walete, matajiri wako wengi hapa, malaika walete, haya, walete, ndio, haya, kuna wengine waliibiwa nyota zao, naita nyota ya huyo mama, nyota ya huyo dada. Haya, tetemeka, achia, piga kelele, achia, get out. Inua mikono juu. Yes, nasikia moyoni kwamba huyo amebeba majibu ya familia, ndio maana anapita kwenye vita kubwa. Inua mikono juu. Hawa wako wengi, wale waliobeba majibu ya familia, na waita, ndio hao, wako wengi hawa, Haya, wa kwanza huyo, haya, ni moto ulao, wale waliobeba majibu ya ukoo, majibu ya familia. Haya, malaika walete, malaika walete. Haya, piga kelele, achia, get out. Inua mikono juu, usichoke. Ndio. Wengine walichukua kitofu, naita hicho kitofu ambacho wewe bibi ulikabidhiwa, kitofu cha huyo dada, kitofu cha huyo mama. Haya, ni moto, nasema ni moto. Haya, piga kelele, mwachia, get out. Ndio, kuna watu wanaachiliwa. Haya, wengine wana macho ya kinabii, wana macho ya kuona, lakini macho yao yamekamatwa. Haya, malaika walete, kamata, walete wale walio na macho ya kuona, wale waonaji, wako wengi hawa. Haya, wanaachiliwa, wale wenye macho ya kinabii
wenye macho ya kinabii. Wako wapi hao? Malaika walete, malaika walete, walete. Yes. Wote inua mikono juu. Ni siku ya kufunguliwa. Usishangae kama wewe sio mhudumu. Kama sio mhudumu, nyosha mikono juu. Sema yes. Sema kwa sauti yes. Saa hii. Sema kwa sauti saa hii. Wewe ongeza sauti. Sema saa hii. Kila kamba za magonjwa, za mateso, sema achia. Sema kwa sauti kubwa, achia. 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 Haya, endelea, omba, sema achia. Omba, sema achia, ndio. Omba, sema achia, ndio. Endelea kuomba. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Yes. Yes. Hiyo kamba inakuachia. 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 Sasa hivi. Endelea, endelea. Endelea, endelea. Naona kamba imefungwa kwenye miguu yako. Hiyo kamba leo inaachia. Leo inaachia. Leo inaachia. Leo inaachia. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea, sema achia. Sema achia. Sema achia. Yes, ndio. 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 Inaachiliwa. Inaachilia kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono juu mpaka kule nje. Sema kwa sauti. Sema Yesu. Sema kwa sauti Yesu. Sema leo madhabahu ya ukoo, ya familia iliyonishikilia, sema fire. Sema kwa sauti fire. Sema fire. 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 Sema niachie kwa damu ya Yesu. Sema toka. 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 Sema kwa sauti toka. Toka. Haya, kemea, kemea. Kemea, ndio. Kemea, ndio. Haya, kemea. Kemea, sema achia. Sema achia wewe. Kemea, kemea. Sema achia, ndio. Haya, kemea. Kuna watu wanapokemea wanaachiliwa. Kuna watu wanapokemea unaachiliwa. Fanya zaidi ya hapo. Chochea. Ongeza. 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 Kuna watu wanaachiliwa. Haya. Haya. Kwa jina la Yesu. Inua mikono juu tena. Nyosha juu, nyamaza kimya. Funika macho, acha kushangaa. Inua juu kabisa mikono, nyamaza kimya. Ndio. Ndio. Naona wasichana wawili ambao ndoa zao wakiolewa zimebeba baraka, na hao wasichana wamezuiliwa wasiolewe. Wa kwanza huyo wanamwachia huyo. Gara! Ndio. Fire on you. Nyosha tu mikono juu. Naona kitambaa cheusi kwenye paji la uso. Kitambaa cheusi kwenye paji la uso. Na huyo mtu ana kibali kikubwa, lakini wamekamata kibali. Kuna watu unatakiwa kukutana nao, wamebeba baraka kwa ajili ya maisha yako, lakini umefunikwa na kitambaa cheusi. Malaika walete hao. Walete hao. Hicho kitambaa cha kichawi,
hicho kitambaa cha kichawi. Haya, nakuvua, nakuvua. Haya, haya, yuko wapi huyo? Yuko wapi huyo? Haya, hicho kitambaa cheusi nakuvua. Mlete hapa, mlete hapa, mlete hapa, mlete hapa. Yes. Noa mikono juu. Sema leo. Sema kwa sauti, kuanzia leo. Sema kwa sauti, ni kwa faida yako. Sema kuanzia leo miguu yangu wanaiachia. Sema wanaiachia. Sema kwa sauti, wanaiachia. Sema wanaiachia. Sema kwa sauti, achia. 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 Haya, endelea, sema achia kwa sauti. Sema achia, sema achia. Inua mikono juu. Sema kawaida ya familia. Sema kwa sauti kubwa, kawaida ya familia leo unaniachia. Sema kwa sauti, leo unaniachia. Sema tena, leo unaniachia. Sema leo unaniachia. Sema niachie. Sema niachie. Sema niachie. Sema kwa sauti, niachie kwa jina la Yesu. Nyosha mikono juu, nyamaza kimya. Nyosha mikono juu, nyamaza kimya. Naona matumbo yaliyoandaliwa kuzaa wachungaji. Naona matumbo yaliyoandaliwa kuzaa wachungaji. Lakini naona kwenye tumbo la uzazi kuna joka, nyoka mkubwa. Nyoka. Naona nyoka. Na huyo nyoka yuko hapo kuhakikisha hauzai watumishi, hauzai wachungaji. Haya, huyo mama anaachiliwa. Huyo joka anakamatwa. Huyo nyoka. Huyo nyoka. Achia tumbo la huyo mama. Piga kelele, achia. Yes. Huyo mama yuko upande huu. Yuko upande huu, anamwachia. 1, 2. Yuko wapi huyo? Haya, mwachia haraka. Mwachia haraka. Yes. Yes. Sasa shika ile sadaka yako.
Kama ukupewa bahasha jana, nyosha mkono juu, wahudumu wakupe bahasha haraka. Haraka. Pata bahasha, nyosha juu kabisa tukuone, tuko watu wengi. Nyosha juu, wahudumu wako wapi? Tugawe bahasha. Tufanye haraka haraka wahudumu. Wape na wengine hizo bahasha wakusaidie kugawa. Nyosha mkono juu tukuone ukupata bahasha. Mwingine hujapata bahasha, nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu kupata bahasha. Kule nje kama hujapata bahasha, nyosha mkono juu. Amen. Basi naomba wote tusimame. Usichoke, simama. Na mimi na bahasha yangu hapa. Nyanyua hiyo sadaka yako juu na mkono mwingine juu kwa Bwana. Nitakuongoza maombi kwa ufupi sana, alafu nitamkaribisha baba yetu hapa. Atakuombea na kukupa maelekezo ya kutoa sadaka. Na kama alivyosema tutatoa sadaka, alafu baadaye utarudi kwenye kiti chako kusubiri matangazo na kusubiri baraka pia. Nyanyua hiyo sadaka juu, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, iangalie sadaka hii. Iangalie sadaka hii Bwana. Kupitia sadaka hii ninavunja na kubomoa kawaida za familia, kawaida za ukoo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana, kwa sadaka hii naomba unikomboe. Hata kama kuna mazuio ya kutokuvuka baadhi ya maeneo, kwa sadaka hii natamka leo, mimi na uzao wangu tutavuka mazuio ya familia, mipaka ya ukoo, kwa damu ya Yesu. Sema natamka leo, kwa sadaka hii mimi nimekombolewa, nitavuka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Aya, inua mikono yako juu, funika macho. Funika macho tunapotaka tupokee maombi ya kikuhani hapa, na nimkaribishe baba kwa ajili ya kutuombea maombi ya kikuhani. Karibu baba. Funika macho tuombe. Mungu uliye mtakatifu na baba yetu wa mbinguni, umeweka majira na nyakati. Umetuita watoto wako kwa namna mbalimbali, na umetusemesha kwa neno lako kwa namna ya ajabu sana mahali hapa. Nasi tumepokea. Tunaamini kabisa hiki tulichokupokea ni mbegu kamili itakayoota katika mji huu na katika makanisa yako yote yaliyokusanyika mahali hapa. Watu wako tutapokea baraka kutoka kwako, maana hatui tena kama tulivyokuja, bali tunakuwa wengine. Asante kwa sadaka hii tunayokwenda kukutolea, na asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana umempa hekima, umempa maono na mafunuo ya kueleza mambo mbalimbali. Nasi kama watumishi wako tunapokea na kuyatendea kazi. Basi Mungu, tunaomba ukatubariki, ukatutie nguvu katika yote tutakayo kwenda kufanya kuanzia leo na kesho na mpaka ibada ile ya Ijumaa. Jina lako litukuzwe kwa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.